za asubuhi. Sisi kiujumla tumejiandaa vizuri na mchezo dhidi ya Singida. Unajua Singida wametoka kupata ushindi juzi na Mbeya City, ushindi mnono. Kwa sisi bado tuko pale pale, tunasimama kuwa tunacheza na timu za kariba ambazo zinaelekeana. Singida ni timu nzuri ambayo ina technical staff nzuri, ina wachezaji wenye quality ya juu. Kwa sisi kama Prisons setup yetu itakuwa ni ile ile, lakini kwa tutajitahidi kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukapata matokeo, na ukizingatia Singida United wametoka kupata matokeo na walikuwa na mchezo mzuri hasa kipindi cha pili. Kwa nafikiri kimsingi niseme tu maandalizi yetu yamekamilika, ingawa leo tuna mazoezi ya mwisho jioni. Kwa tupo tayari kwa ajili ya kushindana na Singida United, Singida Black Stars. Swali coach. Mwalimu, hongera kwa mabadiliko ambayo umeweza kufanya kwenye kikosi cha Tanzania Prisons tangu mwanzo wako, tumeona timu ikibadilika kwa wachezaji. Mechi inayofuata ni dhidi ya Singida ambao wao tunaweza kuelewa daraja la timu ambazo zinaweza kutuwakilisha kimataifa. Inakuwa ni ngumu kiasi gani kujiandaa na timu ya daraja kama hiyo, tukirejea kwenye performance bora ambao walitoa kwenye mchezo uliopita dhidi ya Young Africans? Asante kwa swali zuri. Tumekuwa na ratiba ngumu. Tulianza kucheza na Azam, tumecheza na Young Africans, sasa hivi tunacheza na Singida. Kama ulivyosema ni timu ambazo zote zimetoka kuwakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa ni timu ambazo zina ukomavu mkubwa, zina mbinu nzuri, zina kuendea mechi. Kwa sisi tunajua ni aina gani ya mchezo ambao tunaenda kucheza na Singida. Kwa kibinu nafikiri tuko tayari, tutaenda vile vile kuwaheshimu kwa sababu tayari wao wako juu yetu. Kwa hatuna budi kuwaheshimu kwa vile ambavyo wako na mbinu zao wanazotumia. Swali jingine? Kabla ya ujio wako mwalimu, tumeonyesha wafundi timu inaonekana kuruhusu sana magoli, lakini tangu umerejea kwenye kikosi cha tamshwa kikosi cha Tanzania Prisons, timu inaonekana kuwa imara sana kwenye jukumu la kiulinzi. Hii inaweza kuwa ni kutokana na namna ama eneo ambalo ulikuwa unacheza awali, inaweza kuwa ni moja kati ya sababu zinazofanya utengeneze Prisons kuwa na safu bora na safu ngumu ya ulinzi, lakini kwenye eneo la ushambuliaji timu sasa inaonekana kupata changamoto kwenye kuweka mpira kimia. Kwa namna gani ambapo unaenda kutatua hiyo changamoto na siri ya ubora ambao tunauona sasa hivi kwenye safu ya ulinzi kwenye kikosi cha Tanzania Prisons? Very good question. Asante. Niseme timu yote inaanza kujengwa na kujilinda. Alafu then ndo unaanza kufikiria jinsi gani ambavyo unaweza kufika golini na ukapata. Kwa hiyo hizi ni kazi ambazo tunazifanya uwanjani. Kwa hiyo na imani kwa hii siku moja tulioipata kwa ajili ya maandalizi ya Singida tunaweza tukafanya kitu kwa kwenda mbele, ya kufikia goli na kujaribu kufunga. Ukiangalia hizi mechi mbili ambazo tumeshiriki kwenye technical bench, ilikuwa ni mechi ambazo ni ngumu. Ukiangalia kama nilivyosema wale unacheza na Azam ambao timu ina quality ya juu, ina makocha wakubwa, kwa unakuta inakuwa muda mwingine ukicheza na timu ambazo za kaliba yetu lazima ufikirie sana kudefend. Unaona, na vile vile ukicheza na Young Africans ni vile vile ni timu ambazo zinaelekeana. Unaenda kucheza na Singida ni timu ambayo ni aina ile ile, lakini tunaona labda Singida tunaweza tukapata kitu. Kwa nafikiri kwenye mchezo wa kesho na Singida tutajaribu jinsi gani ambavyo tunaweza tukafika golini, kujaribu kutengeneza nafasi ambazo zinaweza kutupa magoli. Sasa nakushukuru coach. Sasa tumsikilize pia mchezaji namna wao walivyojipanga kuelekea mchezo huo. Karibu Lambert Sabianka. Nashukuru. Habari za wakati huu. Awali ya kwanza tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kukutanisha tena siku ya leo. Actually kama captain ya team kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Singida Black Star, obviously sisi tumejipanga vizuri kuelekea katika mchezo ule kwa akili, kwa matayarisho yote ya kimwili, kuelekea katika mchezo ambao hautakuwa mchezo mwepesi.
utakuwa ni mchezo mgumu kwa kuheshimu wapinzani wetu. Ukiangalia mechi zao nyuma pata matokeo mazuri, kwa hiyo naamini utakuwa mchezo mwepesi sana, utakuwa ni mchezo wa kupambana kuhakikisha kwamba tutafute pointi katika mechi dhidi ya Singida Black Stars, kwa sababu kila kitu kinawezekana ndani ya pitch. Swali kwa mchezaji. Nahodha wa Tanzania Prison Albert Sabianka, kwanza hongereni kwa mchezo mzuri uliopita dhidi ya Singida. Kwanza hamko katika nafasi nzuri, mnakwenda kucheza dhidi ya Singida na mmekuwa na michezo back to back miwili na mikubwa. Mna morali kiasi gani kuhakikisha mnakwenda kupata alama, ukiangalia sehemu ambayo mpo nyewe kama wachezaji wa Tanzania Prison? Swali kwa mchezaji Juma. Asante kwa swali. Ndio, tumekuwa na michezo migumu back to back, michezo ya viporo. Lakini mentally kwa sisi wachezaji ambayo tunakutana hii michezo sio mara kwanza kukutana hii michezo. Kwa hiyo mentally kubwa sana si waga tunajipanga tu kiakili. Tuendeni tukapambane ndani ya pitch. Kitachotokea ndani ya pitch kitawezekana. Lakini kikubwa kuelekea katika mchezo ambao tunaelekea sasa, yani tutajizatiti tusifungwe tena, kwa sababu tebu yetu ilipo pale ni pabaya sana. Tunahitaji tutoke chini pale na nguvu, uwezo wa kuweza kupambana, tunao huo uwezo. Kwenye mazoezi ya mwisho kila mchezaji ana morali ya kuendelea kupambana. Kwa hiyo kufungwa na Yanga ama kudraw na Azam michezo mingine, hatujenamesha kichwa chini bado. Kwa hiyo sisi tunaamini bado tupo na nafasi ya kutoka chini na kusogea juu zaidi. Kwa hiyo kwenye hilo kila mchezaji yuko na morali kubwa ya kuendelea kupambana. Shukrani. Shukrani. Huyo ni Albert Sabianka.